Miongoni mwa wachezaji wanaohusishwa na Yanga hivi sasa ni pamoja na winga wa kimataifa wa Afrika Kusini Pili Langelile, ambaye yeye msimu uliomalizika alikuwa akiichezea klabu ya Stellenbosch na ndiyo klabu yake mpaka sasa, lakini Yanga wanahusishwa naye, huku pia akihusishwa na klabu nyingine mbalimbali ikiwemo Kaizer Chiefs ya kule nchini Afrika Kusini. Huyu ni kiungo ushambuliaji, akitokea zaidi kutokea pembeni kushoto, ingawa guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Ni bado kijana mdogo ambaye umri wake ni miaka 21 kwa sababu alizaliwa Januari 21 mwaka 2005. Urefu wake ni around futi 5 na inchi 8. Nafasi anayocheza futi 5 na inchi 8, ni miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kusema wana kimo stahili kwa nafasi anayocheza, kwa sababu inamfanya pia awe na ile kujichimbia chini ardhini panapostahili, basi yeye yuko vizuri. Na miongoni mwa mitaji yake ni mbio. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, ndio, lakini amekuwa akitokea zaidi upande wa kushoto katika mfumo wa Stellenbosch chini ya kocha Gavin Hunt katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Afrika Kusini, akitumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji watatu, mshambuliaji kinara mmoja. Yeye yupo katika hawa watatu akitokea kushoto, huku kulia kukiwa na Devin Titus, katikati kukiwa na Busaka, huku mshambuliaji kinara akiwa Ashley Kupido. Ndivyo ambavyo katika washambuliaji wao Stellenbosch katika msimu huu wa ligi kuu ya Afrika Kusini uliomalizika 25-26, katika baadhi ya mechi walikuwa wakicheza hivi, yeye akitokea huku kushoto Pili, kama alivyotoka kueleza vizuri kwamba katika wale watatu kuna kuwa na Busaka kulia, Devin Titus, alafu katikati Ashley Kupido. Matokeo yake ni nini? Katika cheza yake akaonyesha kiwango kizuri, ingawa timu yake kwa ujumla general performance haikuwa nzuri kufikia mwishoni mwa msimu, lakini yeye binafsi alionyesha kiwango kizuri akiwa kama winga wa kushoto mwenye kutumia guu lenye nguvu zaidi la kulia, akiwa na uwezo wa kuingia ndani. Lakini matokeo yake akawa ameng'ara sana, kwa sababu Stellenbosch katika mechi 30 za ligi kuu ya Afrika Kusini, mechi zote hizi yeye akacheza mechi 26, kuonyesha ni kwa namna gani kijana mdogo lakini amekuwa na umuhimu katika kikosi cha Stellenbosch chini ya kocha Gavin Hunt. Halafu dakika alizocheza katika mechi hizo ni 1646, akawa akicheza kama winga, amekuwa pia akisaidia mashambulizi kwa kiasi kikubwa. Mechi zote hizi akawa amepiga mashuti 42, halafu kati yake mashuti 21 yakalenga shabaha, ambayo ni tunasema shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti kulenga shabaha ni wa 50%, kwa sababu ni nusu ya mashuti yote aliyopiga. Halafu kwenye mabao akafunga mabao 7, akatoa assist 1, akichangia mabao 8. Kumbuka Stellenbosch msimu uliomalizika wa ligi kuu Afrika Kusini, kama nilivyotoka kueleza awali, haikufanya vizuri kwa sababu ilimaliza ikiwa ya 9, huku kwenye mabao ikifunga mabao 26, ikiruhusu mabao 33. Katika haya mabao 26 yeye amechangia mabao 8 kutokana na mabao 7 aliyofunga na assist, ambayo ukiweka katika asilimia hapa ni around asilimia 31 ya mabao yote yalimhusisha yeye kijana huyu mdogo Pili Langelile. Sasa sio hilo tu kwamba kwenye kushambulia tishio lake lingine, mbali na anaposhambulia kuwa na uwezo wa kuingia ndani, ni kwamba anatumia miguu yote kwa vizuri sana katika kuwadhuru wapinzani. Ni kwa sababu gani? Tumeeleza yeye guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, lakini huwezi amini mabao yake 7 aliyofunga, mabao 7 haya aliyofunga, haya 7, 4 yametokana na mguu wa kushoto, halafu ni 3 ndio aliyotokana na mguu wa kulia ambao ndo mguu wake wenye nguvu zaidi, kukuonyesha namna gani ambavyo hata biriki pindi anapolikabili lango la wapinzani anaweza kutumia mguu wote katika kuadhuru, ingawa guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Lakini analo jambo lingine kubwa zaidi ambalo linamfanya awe kipenzi cha makocha wengi, ndio kwamba pale timu inapokuwa haina mpira, yeye ni katika wale ambao hupambana mno katika kuhakikisha mpira unarejea kwenye himaya ya timu yake, ili kubadilika kutoka kuwa defensive kuwa offensive, kutoka kuzuia kwenda kushambulia na kujiongezea nasibu ya kwenda kufunga. Ushahidi ni kwamba kwenye mechi hizi 26 alizocheza amefanya ball recovery, yani kurejesha mpira kutoka katika himaya ya pinzani kurejea katika timu yake ya Stellenbosch, amefanya mara 78. Kumbuka yeye ni kiungo ushambuliaji kutokea kushoto.
Sasa kwenye kurudi nyuma, kutrack back tena, akianzia kufanya shinikizo kule juu kati, na wakati mwingine anatekeleza jukumu kana kwamba yeye ni beki wa kushoto katika kujaribu kuzuia, kuongeza idadi ya wazuiaji wa Stellenbosch pindi inaposhambuliwa. Matokeo yake kurejesha mpira mara 78 katika mechi 26. Sio jambo dogo hata kidogo. Linatosha kabisa kuonyesha, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ni mchezaji wa aina gani hasa linapokuja swala la kujituma. Lakini jambo lingine, huwa hana woga. Halafu ni team player, kwa maana kwamba cheza yake mara nyingi yeye anaonekana sio mtu ule wa kutaka visifa binafsi, sio zile personal accolades. Ndio kwa sababu anasifika kwamba anacheza kwa kuzingatia maelekezo ya kocha, na hili limemfanya awe miongoni mwa wachezaji wa kisasa sana, awe akifukuziwa na makocha wa timu nyingi. Sasa haishangazi kuona Yanga nao wapo katika mbio hizi, na kwa taarifa zinaelezwa kwamba wako kwenye hatua nzuri ya kutaka kumpata, ingawa shinikizo pia limekuwa kubwa kwa ushindani wa kutakiwa kwa saidi ya mchezaji huyu kutoka kwa timu nyingine mbalimbali, ikiwamo Kaizer Chiefs, ambayo kwa katika ligi kuu ya Afrika Kusini Kaizer Chiefs ni miongoni mwa Simba na Yanga za kule Afrika Kusini, kwa maana kwamba timu kubwa zenye mashabiki wengi ni Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Sasa Kaizer Chiefs ambao pia ni miongoni mwa klabu tajiri zaidi barani Afrika kama ilivyo kwa Al Ahly, wanamfukuzia. Hapo ndio kusubiri kuona, je, vita hii Yanga watafanikiwa? Lakini kimsingi akitua ndani ya Yanga, akienda kukutana na kocha raia mwenzake wa Afrika Kusini Mang'oba Mngiti, huyu Pili Langelile anaweza akawa miongoni mwa nyota muhimu wa kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake kwa msimu ujao 2026 2027, hasa katika ligi kuu Tanzania bara, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano na michuano mingine mbalimbali, kwamba akiungana na kina Mudathia Abbas, Alan Okello, Peodo Pako Mzuzwa na wachezaji wengine ndani ya Yanga, ni dhahiri kwamba Yanga itaimarika zaidi na itatisha zaidi. Lakini changamoto hazikosekani. Changamoto mojawapo ni kwamba kijana huyu hana uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa, kwa mfano ya CAF. Sasa anapotua Yanga, matarajio ni kuona kwamba benchi la ufundi chini ya Mngiti watajua wammanage vipi, wamsaidie vipi ili kipaji chake kiweze kulipa Yanga hata katika michuano ya kimataifa, ambayo Yanga bila shaka watatamani kuona wanafika mbali zaidi na sio kuishia tu ya makundi ligi ya mabingwa kama ilivyotokea katika misimu miwili mfululizo iliyomalizika. Lakini jambo lingine, yeye hana lile umbile kubwa la kushindana mabavu na wapinzani. Hasa anapokutana wapinzani wanatumia nguvu sana, maana yake anakuwa analazimika kufanya ya ziada ili kuazidi maarifa, akitumainia zaidi kasi yake, chenga na uwezo wa kujua yupo mahala gani afanye nini. Lakini jambo lingine ni kwamba anatoka katika Stellenbosch, ni timu ambayo haina shinikizo sana kama Yanga endapo atatua Yanga, lakini hata akienda Kaizer Chiefs shinikizo ni kubwa zaidi kuliko Stellenbosch ambayo hata msimu uliomalizika kama kutoka kueleza imemaliza nafasi ya 9. Yanga wao ni mabingwa mfululizo mara 5 katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Sasa ajiandae na andaliwe kisaikolojia, pinde akitua Yanga mashabiki wake wananongwa, huwa wanataka mambo mazuri tu kutoka kwa wachezaji wao. Sasa pale ambapo anapokuwa game yake imeshuka kidogo, shinikizo litakuwa kubwa na andaliwe kulipokea kwa usahihi ili lisije likamharibu. Lakini faida ni kwamba kwa umri wake wa miaka 21 upo uwezekano Yanga wakafanya biashara yenye faida zaidi baadaye, endapo atadumisha kiwango chake na kuwa bora zaidi, hivyo kuongeza nasibu ya kuweza kuuzwa, kwa sababu umri miaka 21, hata wakimtumia miaka miwili atakuwa na miaka 23 na bado biashara inaweza ikafanyika nzuri tu kwa ajili ya wananchi Yanga. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitageuka kuwa za kweli kwa Yanga kumsajili kijana huyu mwenye kipaji anayefukuziwa na timu nyingi kwa hivi sasa? Ni swala la kusubiri na kuona, na kwamba je, akitua kweli Yanga atadumisha kiwango chake ama atakuwa kama wengine ambao wametoka kwa kishindo halafu walichoonyesha ni tofauti na matarajio. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.